Yes, hamjambo tena kwenu nyote wa ndugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati, tunawasalimia. Wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika, salamu zetu ziwafikie kabisa. Na tunawatakia tena siku njema ya leo vendredi le 16 janvier 2026. Tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya taarifa zetu za siku ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari mbichi kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo, pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari ambazo tumewaletea siku ya leo, tutawapeleka moja kwa moja mu territoire ya Uvira, sheferi ya Bafuliro, mweneo ya Lemera, kwenye kuliripotiwa mapigano makali kati ya vikosi vya wazalendo na waasi wa AFC M23. Matokeo ya mapigano hayo, waasi wa AFC M23 walipigwa na kupoteza wanajeshi wengi zaidi, ambapo vyanzo vyetu kutoka hapo vinatuambia ya kwamba ni zaidi ya wanajeshi 45 wa AFC M23 ambao wanalala chini katika mungini huo wa Lemera na vijiji vinavyokuwa karibu na pale kama eneo ya Musholo na Kigwena kwenye mapigano yaliripotiwa. Upande mwingine tutawapeleka mu territoire ya Kalehe. Territoire ya Kalehe kutokana na mapigano makali kati ya wasi wa AFC M23 na jeshi la Kongo na wazalendo, hususan mu plateau de Kalehe, maeneo ya Katasomwa. Wakati wanaendelea kuyapitia maisha magumu ya ukimbizi kutokana na hali ya kiusalama inayoendelea kuzorota pale. Tutawapeleka moja kwa moja mjini Butembo kwenye msafara wa gavana ulishambuliwa na bunge Shafi Msitu, akamkosoa kamanda wa polisi kuwa hana uwezo kabisa wa kuleta usalama ndani ya eneo ya Butembo. Kama kawaida tumewaletea taarifa mingi tena mbichi. Mnayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa nazipata taarifa zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kulike na kuzisambaza taarifa hizi kwa walio wengi ziwafikie. Mkumbuke kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ili kukuwa napata taarifa zetu zote kwa wakati. Namna ya kujiunga na grupe yetu ya WhatsApp ni kugusa hapo kwenye titre. Pale chini ya titre mu description kuko linki ya grupe yetu ya WhatsApp. Mujiunge kupitia linki hiyo, bila shaka mtakuwa mkizipata taarifa zetu zote kwa wakati. Bila kupoteza muda wetu, tufungue ukurasa wetu wa habari na tuwapeleke moja kwa moja kwenye shamba la vita mu territoire ya Uvira, maeneo ya sheferi ya Bafuliro katika mingini ya Lemera kwenye kuliripotiwa mapigano makali siku ya jana kati ya waasi wa AFC M23 na makundi ya kizalendo. Vyanzo vyetu kutoka hapo vinasema kwamba waasi wa AFC M23 waliatake wazalendo katika maeneo ya Lemera na vijiji vinavyokuwa karibu na hapo kama vijiji vya Musholo pamoja na Kigwena pamoja na eneo za Rubanga. Mapigano hayo yalisababisha vifo katika wanajeshi waasi wa AFC M23 ambao walikuwa muatake pale. Vyanzo vyetu vinasema ya kwamba walipigwa sana na makundi ya kizalendo. Kabla ya kuatake maeneo ya wazalendo, waasi wa AFC M23 juzi walikuwa na wamerenforce maposition zao huko Kaziba. Kaziba inapatikana mu plaine de la Ruzizi. Hivi juzi taarifa tuliziwapa kuhusu renfort za wanajeshi pamoja na vifaa katika kamio 15 ambazo zilielekeaka maeneo ya Kaziba. Wanajeshi hao wa AFC M23 baada ya kufika katika maeneo ya Kaziba waliandaa koma watake wazalendo pamoja na jeshi la FARDC huko musheferi ya Bafuliro, kuanzia vijiji hivyo vya Lemera kwenye walikuwa wakipigana siku ya jana. Baada ya kujiandaa kwao siku ya jana asubuhi mapema, ndipo wakaanza kuwashambulia wazalendo katika mingini ya Lemera na vijiji vya Musholo, Kigwena na Rubanga.
Mapigano hayo wakati yalianza kati ya pande mbili, wakaaji walikimbilia katika vilima tofauti karibu na pale wakihofia maisha yao kutokana na jinsi wasi wa AFC M23 waliataki direkte na wako katika vijiji hivyo vyote ambavyo nimewaambia. Donko AFC M23 wakati iliataki wazalendo pale walipita wakaingia katika vijiji hivyo, walianza kushambuliana na wazalendo na waishafika katika vijiji hivyo. Wazalendo ambao walipigana na wasi wa AFC M23 katika vijiji hivyo ni wazalendo wa Generale Mutinga na Bae pamoja na wazalendo wa Generale Kamama Bigirwa na Mupara. Mapigano yaliendelea kati ya pande mbili, wakaaji ndio ambao walikuwa wakishuhudia mapambano hayo wakiwa katika vilima tofauti karibu na vijiji hivyo. Donc wakati AFC M23 iliatake population wakupata na ile wakati ya kukimbia wakamate njia za kwenda katika vingine vijiji, no, paski walianza kushambulia na wako preza pale, population walitawanyika wakababaika wakakimbilia katika vilima virefu karibu na pale, wakakaa huko waangojee mapigano yaishe. Walikuwa sasa wakiangalia vita jinsi vilikuwa vikiendeka kati ya pande mbili huko Lemera na vijiji vyote vinavyokuwa karibu na pale Rubanga, Kigwena na Musholo. Mapigano yalikuwa makali kati ya pande mbili. Mapigano kati ya pande mbili yalidumu kwa siku yote, donc siku ya jana kabisa depuis asubuhi ilifika jioni na wako napigana. Ilipofika saa za jioni ndipo wasi wa AFC M23 walizidiwa nguvu, wakapigwa wakarudishwa katika maeneo ya Kazinga huko kwenye walitokea wakati walikuwa wakivishambulia vijiji hivyo wakijaribu kuvikamata, donc wafukuze ndani wazalendo wavikamate. Matukio ya mapigano hayo katika vijiji hivyo, vyanzo vyetu kutoka hapo vinatuambia ya kwamba wanajeshi wa wasi wa AFC M23 walipigwa na kupoteza wengi wa wanajeshi wao katika vijiji hivyo vya Lemera, kwenye vijiji vya Musholo, Rubanga na Kigwena. Miili ya maiti ya wasi wa AFC M23 iko pale, tone za damu zikiwa pale. Wanajeshi ambao walipoteza maisha yao hapo katika vijiji hivyo wa AFC M23 ni zaidi ya wanajeshi 40 ambao walipatikana wakiwa wamelala chini. Vyanzo hivyo vinasema ya kwamba maeneo yote ambayo walipigania ndani hawajafanya msako kote waone ya kwamba ni hao tu ambao walipoteza maisha yao, ila kwa muda kama na huu waliopatikana ni wanajeshi 45 wa AFC M23 ambao walipoteza maisha yao. Wanasema kwamba ile nombre inaweza ikaongezeka kutokana na jinsi walikopigania ni ndani ya vijiji tofauti na huko hawajafika pale kote, donc wapate nombre ya wote waliopoteza maisha yao. Wanasema kwamba watavuka kabisa hao 45, ndio maana nawaambia kwamba ni zaidi ya wanajeshi 45 wa AFC M23 ambao walipoteza maisha yao. 45 ni 45, donc c'est 45 soldats de la AFC M23 qui ont été neutralisés hapo katika vijiji vya Lemera. Hali ya kiusalama katika vijiji hivyo siku ya leo iko ya utulivu, kuna wasiwasi mkubwa kwa sababu wakaaji pale wana hofu ya kwamba wakati wowote tena AFC M23 inaweza ikatake vijiji hivyo ikijaribu kuvirekipere ili isonge mbele katika territoire ya Uvira huko monani mo plateau d'Uvira. Hizo ndizo habari zinazotufikia kutokea katika maeneo ya Lemera, ni matokeo ya mapigano ya jana. Tuendelee na taarifa zetu. Ndani ya Sud Kivu huko Kale sasa vurugu hazipungui. Mapigano kati ya wazalendo na vikosi vya AFC M23 yanaendelea kuwatesa raia na kuwalazimisha wengine kuhama makazi yao. Vijiji kadhaa vya milima ya Kale kama vile vya Katasomwa, Nyawaronga, Liliwe,
Kasasa na maeneo mengine ya jirani yanaendelea kujivua wakiti huku wakihamia kwenye pwani. Raia hawa wanakimbia mapigano makali yanayowakutanisha wazalendo na waasi wa M23 katika sehemu hii ya jimbo la Sud Kivu. Kwenye kituo cha afya cha Chofi kwa mfano, kuna familia zaidi ya 2600 zilizosajiliwa kufika huko, kwa mjibu wa kamati ya jamii ya tahadhari ya mapema katika eneo hilo la Kalehe. Kufikia le 12, mamia ya raia wengine walifika eneo hilo wakikimbia mapigano mapya kati ya wapiganaji wa wazalendo pamoja na waasi wa M23 katika maeneo yao ya kuhama. Raia hawa wanakabiliwa na matatizo kadhaa, hasa upatikanaji wa maji safi, huduma za afya au mahitaji maalum kama vile chakula. Wanaiomba misaada kutoka kwa mashirika ya kibinadamu na watu wengine wenye nia njema. Wakaaji hao wanasema ya kwamba tulikimbia kwa sababu milimani vita vimechachamaa. Hata ukikimbia unaweza ukakutana na wanajeshi watakao ghadhabika na kukuua. Mara nyingi tunawakumbuka watoto tu pale inapotokea kukimbia. Zaidi watoto wengi ni wale wanaopotea. Mimi kwa mfano nilikutana na watoto wengi waliopotea, hawajui wazazi wao wako wapi. Sikuweza kuwaacha, niliwachukua nikaenda nao. Kwa vyovyote tumeacha kila kitu nyuma kulingana na mali, na ninaamini itaporwa. Kuna hata wanawake wanaobakwa kila siku kwa sababu wanachukuliwa kwa nguvu na hovyo. Hapa tulipo ni mateso, tunaiomba msaada, mwiteni huruma yetu, alisema Furaha Mbunyege, mwanamke mmoja aliyehama kutoka milima ya Kalehe kwenye mapigano yanaendelea kati ya pande mbili. Kama ukumbusho, mapigano makali yalizuka upya kati ya pande mbili huko Kalehe ndani ya mwezi wa 12 wa mwaka jana. Hivi juzi ndio mapigano makali yalizuka upya kati ya pande mbili. Mapigano hayo yanachokisababisha ndicho hicho sasa, wakaaji wanakimbia vijiji vyao wakipoteana na watoto wao donko na kuishi maisha hatari mabaya, bila chakula, bila matibabu, bila kupata maji safi. Matokeo ya mapigano hayo ni makali, raia wanateseka katika Haut Plateau ya Kalehe ndani ya territoire ya Sud Kivu. Tuendelee na taarifa zetu, tuwapeleke katika mji wa Butembo kwenye msafara wa gavana wa kijeshi yule Somo Kakule ulishambuliwa. Naibu wa mkoa wa Safu Musitu analaani hitilafu kubwa ya usalama kwa upande wa George Ngojila, kamanda wa polisi wa jiji la Butembo, baada ya msafara wa gavana wa Kivu Kaskazini General Somo Kakule kushambuliwa. Ilikuwa Jumatano le 13, siku ya kukabidhiwa kwa passport, yani passport. Vinywaji vya malotovu vilirushwa kwenye msafara na kuharibu vioo vya mbele vya magari mawili aina ya Jeep. Kulingana na mbunge Musitu, polisi hawakuwapa kabisa kwenye lango la jiji na hivyo kumwacha gavana akiwa katika hatari hii. Alisema kwamba hiki ni kitendo kikubwa sana kinachoonyesha uzembe wa wazi wa kamanda wa polisi. Mbunge huyo alitangaza hayo kadai ya kwamba George Ngojila afukuzwe kazi mara moja na kushtakiwa kwa mjibu wa sheria, akisisitiza hitaji la jeshi la polisi la kitaalam na waaminifu lenye uwezo wa kulinda taasisi na umma. Nakala ya tahadhari hii ilitumwa kwa naibu waziri mkuu wa mambo ya ndani yule Jacques Shabani, pamoja na mkaguzi wa polisi wa mkoa wa Kivu Kaskazini. Yule ni naibu ama depute kutoka Butembo ambaye anaona ya kwamba komanda wa polisi kabisa hawezi kazi mpaka kufika pale ambapo msafara wa gavana wa kijeshi hapo Butembo unashambuliwa, gari zinaharibiwa vioo. Naona ya kwamba huo ni uzembe wa polisi kupitia kiongozi wao ambaye kabisa kazi inamshinda ya kuimarisha usalama katika mji wa Butembo.
naomba sasa gavana huyo afukuzwe kazi na kuletwe wengine wanajeshi wapya wenye uwezo wa hali ya juu watakaoweza kuulinda kabisa mji wa Butembo na kuimarisha usalama katika maeneo jirani yake. Tuendelee na taarifa zetu. Marekani iliapa kuchukua hatua kali huko Iran ikiendelea kukabiliana na waandamanaji. Rais Donald Trump amesema kwamba Marekani itachukua hatua kali sana dhidi ya Iran kuhusu kuendelea kwa vurugu dhidi ya waandamanaji. Haya yametangazwa na Marekani baada ya makundi ya haki za binadamu nchini humo kutangaza kwamba zaidi ya waandamanaji 2400 wanaopinga serikali wameuawa. Baada ya taarifa hizo kusambaa sasa ya kwamba waandamanaji huko wanaopinga serikali ya Irani wako na uawa, President wa Marekani Donald Trump alitangaza ya kwamba wakawanyonga wataona mambo makubwa, tutachukua hatua kali sana wakifanya hivyo. Afisa mmoja wa Irani aliambia Reuters kwamba watu 2000 wameuawa, lakini akasema kwamba magaidi ndio walihusika na mauaji hayo. Hivi majuzi Trump alikuwa amesema kwamba anapanga kutumia mkutano huo kujadili masuala ya Irani, akisisitiza kwamba anataka kujua idadi halisi ya wale waliokufa katika maandamano hayo. Katika taarifa yake alisema kwamba mauaji hayo yanaonekana kuwa makubwa, lakini hatujui kwa uhakika bado. Mara tu idadi ya waliokufa katika maandamano hayo itakapojulikana, tutachukua hatua zinazofaa. Ripoti zinasema kwamba waandamanaji 2403 wameuawa wakiwemo watoto 12 na kwamba watu wengine sasa 50 wanaohusishwa na utawala huo pia wameuawa. Siku ya Jumanne Trump aliandika kwenye Truth Social kwamba utawala wa Irani ungelipa gharama kubwa kwa mauaji ya waandamanaji, akiwahimiza raia kuendelea kuandamana. Katika taarifa yake alisema kwamba sitafanya mikutano mingine zaidi na mamlaka ya Irani hadi mauaji haya yasiyo na maana yatakapo koma. Kaendelea akisema kwamba msaada unakuja, msaada unawakujia wale wakaji wa Irani ambao wako naandamana. Maandamano nchini Irani ambayo yanasemekana kuenea katika miji Saka Treve katika majimbo 31 yalianza kutokana na hasira kuhusu kushuka kwa thamani ya sarafu nchini humo na kupanda kwa bei. Na kama ukumbusho, Irani kabisa na Marekani ni nchi ambazo zinapingana kuanzia zamani, na hivi juzi mnakumbuka kwamba kulikuwa kushambuliwa kwa Irani na Marekani. Marekani ilishambuliaka Irani katika maeneo yake ya kutengeneza mabombe nucleaire. Hiyo ilikuwa mapigano ambayo yalikuwa yamezuka upya na Etats Unis d'Amerique kupitia Israel walikuwa wakishambulia Irani hivi juzi. Mapigano yaliripotiwa huko yakawa makali kati ya pande mbili, na hayo yote yanaendelea kuwa matatizo kati ya nchi mbili, na vita kati ya Irani na Etats Unis d'Amerique na nchi zinazounga mkono Etats Unis d'Amerique si vita vyenye vimeibuka hivi karibuni, ni vita vya zamani kabisa. Mnaojua historia ya vita hivyo mnajua jinsi vilivyoanza na mpaka kwa sasa vinaendelea kabisa. Irani upande wake nasema kwamba itaendelea kufanya kile ambacho wanakitaka ili kuwa nchi yenye nguvu tena yenye uwezo wa hali ya juu. Watafanya mabombe nucleaire. Etats Unis nasema kwamba wakati watafanya hiyo kabisa watashambuliwa, inawakataza ikisema kwamba hawaruhusiwe. Na kama ukumbusho, kutengeneza mabombe nucleaire kwa nchi tofauti kulikuwa kumesimamishwa na Umoja wa Kimataifa, wakisema kwamba nchi zote zingine ambazo hazina mabombe nucleaire haziruhusiwi tena kuyatumika. Zile ambazo ziko nazo ni hizo tu, zingine haziruhusiwi. Irani ikakataa kabisa, ikaendelea kufanya hayo, na kutokana na hayo sasa Etats Unis d'Amerique ikawa ikiendelea kutaka kusimamisha Irani, na hivyo mgogoro kati ya pande mbili kuendelea kukamata hatua nyingine. Huko sasa maandamano yanafanyika katika nchi
hiyo ya Irani, wakaaji wana hasira kutokana na kupanda kwa bei huko Estados Amerika, ikiingilia kati ikisema kwamba itakuja kabisa kukamata hatua za hali ya juu ili kutetea wale wakaaji ambao wako na andamana, kwa sababu raporo zinazotoka huko zinasema kwamba wako na uwawa. Hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea leo, na washukuru sana kwa kuwa mnaendelea kuzifuata taarifa zetu, na waomba kuendelea kusubscribe, yani kujiabone na kuzisambaza taarifa hizi kwa walio wengi, na pia kuendelea kucomment na kuzilike taarifa hizi. Tupatane ndani ya habari zetu za mchana wa leo, ambapo tutawapa mbichi donido tukidondosha taarifa kabisa. Tunawashukuru sana, tupatane katika habari hizo. Merci beaucoup.